Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe ndugu yangu. Na kusalimu katika jina la Yesu. Leo tutaenda kuongea kuhusu hizi simu za rununu ama the smartphones. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati gani unafaa kupatia mtoto wako simu? Najua wazazi wenzangu, mtoto akilia wakati mwingi unasema kitambo nifanye kazi zangu, basi wacha nimpatie simu ili atulie. Bwana Yesu asifiwe. Leo nisikize vizuri na utajua ikiwa wewe una mtoto chini ya miaka 5 na una mazoea ya kumwachia simu yako ili atulie ufanye shughuli zako, nisikilize hadi mwisho na Mungu atakubariki. Kupendeza basi video hii, like it, share it, subscribe. That is why whenever I upload any video, you can be notified. Bwana Yesu asifiwe. And if you like, that means the YouTube channel will select this video for you, or any social media will select the videos that you most probably like them, should be seeing them often. Welcome back. Let's get to the business. Simu na watoto wadogo. Okay, watoto ni kila nani? Katika tunajua mtoto anaanzia umri wa kuzaliwa hadi chini ya miaka 18, lakini leo tutaenda kuzungumza kuhusu watoto ambapo wako chini ya miaka 5. Bwana Yesu asifiwe. Ni hatari sana kuachia mtoto wako chini ya miaka 5 simu ya rununu. Nisikilize. Je, umewahi kumpa mtoto wako simu ili akae tu utulivu? Leo tuzungumze kuhusu hili. Wataalamu wanasema watoto chini ya miaka 5 hawapasi kutumia simu bila mwongozo kamili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu miaka hii ni miaka ya msingi. Ni miaka ambayo ubongo huo unakuwa. This is the tender age where the brain develops. Bwana Yesu asifiwe sana. Ubongo unajengwa kupitia mazungumzo, michezo na mguso, sio simu. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema nataka tuongee na usikize kwa makini. Bwana Yesu asifiwe. Wewe una sehemu yako kama mzazi. Wachana na hizi stories za simu. Amen. Katika kitabu cha linganisha pia na Biblia. Tutasoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 6 mstari wa 6 hadi 7. Neno la Mungu latuambia maneno haya yatakuwa katika moyo wako, uwafundishe watoto wako. Mungu alijua mapema malezi ya mtoto ni kazi ya sauti yako, sio kifaa. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo mpendwa, umeokoka asubuhi ya leo, jioni ya leo, na unajipa shughuli zaidi ya majukumu yako ya ulezi. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo tunaona kwamba hata maandiko inasema kwamba tufundishe watoto wetu, na si maneno, tuwafundishe neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Badala ya simu, mwimbie mtoto, msomee vitabu, hasa Biblia. Naongea na wewe ambaye umeokoka na Yesu ni Bwana. Hiyo ndio lugha ya upendo unaohitajika kwa mtoto wako sasa. Unaona? Hata kitabu kile cha Methali 22 mlango wa 6, mlee mtoto katika njia impasayo. Malezi yanajenga mtu wa kesho. Bwana Yesu asifiwe sana. We should train our child in the way he should go. Today's parents
Parenting builds tomorrow's person. Vile unamtengeza leo ndivyo unatengeneza mtu wa kesho. Hivyo mtu wa Mungu, nakutia moyo jioni ya leo. Je, mtoto wako unamlea katika njia gani? Wajua wataalamu wa kimadaktari ama utafiti katika shirika la Marekani kwa JAMA, Journal for American Medical Association for Pediatrics. Hii ni shirika ambalo linafanya utafiti kila mwezi kuhusu watoto, na linasema kwamba huu mwangaza wa rangi ya bluu kwa watoto ama rangi ya samawati kwa watoto huaffect ubongo na huaffect usingizi. Hivyo basi unapompatia mtoto wako simu wa umri wa chini ya miaka 5, kuna mambo mawili ama matatu yatatokea. Jambo la kwanza, utaona mtoto anaongeza kilo. Pengine unajiuliza kilo zitaongezeka vipi? Lakini kulingana na shirika hili la madaktari wa watoto linasema kwamba mwangaza ule wa hasa the blue one huwa ina affect ubongo, ile jinsi ya kukua, na ina affect hata growth, general growth of the body. Hivyo unaweza mimi mnasema mtoto ana obesity, usimpe chakula hiki, mpunguzie chakula, mfanyie diet. Hapana. Nao sasa tunataka sasa umejua kiini sasa ya haya magonjwa yasiyokuwa ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo simu tunaitumia namna gani? Simu ni kifaa ambacho tukitumia kwa ukamilifu kitatufaisha, lakini wakati tutakitumia katika njia zisizofaa, basi tuna kwamba itakuwa kinatuletea madhara. Tutatatiza watoto wetu, tutawaharibia muda, tutawaharibia hata maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo mtu wa Mungu, leo mtoto wako kulingana na kitabu kile cha Methali 22 ule mstari wa 6, ambapo inasema kwamba tumuonyeshe mtoto ile njia inayofaa, na hata wahi kusahau hata japokuwa mzee. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo mtu wa Mungu, chukua nafasi yako kama mzazi, chukua jukumu lako kama mzazi. Na pengine unaniuliza, pengine kabla sijamaliza, pengine unaniuliza basi ni mpaka wakati gani? Bwana Yesu asifiwe. Wakati utampatia, wakati ule unaruhusiwa kisheria ni kuanzia miaka 13. Bwana Yesu asifiwe. Kisha kwa wale ambao ni sharp minded, lakini wale slow learner wanachukua hadi miaka 14. Bwana Yesu asifiwe. Ndio sasa aweze kuwa na mawasiliano vizuri ama kufanya mambo kama binadamu. Bwana Yesu asifiwe. Sababu hizi vifaa, na si hata mimi, hata mimi yangu ninatumia, ndio, lakini sipatiani kwa mtoto wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akubariki sana na akutende mema. Tukutane kwa video ijayo, na Mungu akubariki. Tulee watoto wetu katika njia inayompendeza Bwana. Barikiwa sana. Amen.